Paris. Mahakama moja nchini Ufaransa leo imempata na hatia kiongozi wa siasa kali za mrengo wa kulia Marine Le Pen kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma kutokana na kashfa ya ajira bandia katika bunge la Ulaya. Hatua ambayo imeweka matatani azma yake ya kutaka kugombea katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2027. Le Pen alikuwepo mahakamani wakati hakimu anayesimamia kesi hiyo Benedict de Pethius alipoanza kusoma hukumu hiyo, mchakato ambao unapaswa kuchukua chini ya saa 2. Jaji bado hajatoa hukumu, ingawa waendesha mashtaka wanataka apewe kifungo cha miaka 5 jela na marufuku ya miaka 5 ya kushikilia afisi ya umma. Jaji huyo amesema kuwa itachukua muda na kwamba kama desturi mahakama hiyo itatoa maelezo kadhaa kuhusu uamuzi uliochukua. Katika chapisho katika gazeti la Tribune Dimanche hapo jana, Le Pen alisema kuwa uamuzi wa kesi hiyo unawapa majaji haki ya maisha ama kusambaratishwa kwa harakati zao. Kiev. Urusi imeushambulia mji wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine kwa siku ya pili mfululizo na kujeruhi watu 3 na pia kusababisha moto katika majengo ya viwanda. Shambulizi hilo pia limeharibu shule 2 za chekechea. Haya yamesemwa leo na maafisa wa Ukraine. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa Telegram, meya wa Kharkiv Ihor Telekov amesema shambulizi hilo dhidi ya Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine, lilifanyika kwa muda mrefu katika saa za usiku na kulenga wilaya kubwa na kongwe zaidi. Trekhov ameongeza kuwa wafanyakazi wa dharura wamesema walipambana na moto mkubwa ulioenea umbali wa mita za mraba 3900 baada ya shambulizi hilo. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia leo mchana. Kutoka chumba cha habari kwake Tatu Karima, tuangazie sasa miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia katika uchambuzi wa ripoti. Viongozi wa Kiislamu wameomba Wakenya kuishi kwa umoja na amani, huku vijana wakitakiwa kuzingatia maadili. Vile vile tutaangazia mzozo unaoendelea kufukuta kule nchini Sudan. Kuondoka kwa RSF katika mji mkuu Khartoum kuna maana gani? Na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelikataa ombi la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika, vile vile tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube na Facebook. Usisite kutuandikia maoni yako, tafuta DW Kiswahili kisha utuachie ujumbe wako. Tuanzie basi na sikukuu ya Eid. Viongozi wa Kiislamu wameomba Wakenya kuishi kwa umoja na amani, huku vijana wakitakiwa kuzingatia maadili. Ujumbe huo umetolewa na viongozi mbalimbali wakati waumini wa dini hiyo wakihitimisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kutoka Nairobi tunajiunga na mwandishi wetu Shisia Wasilwa kwa maelezo zaidi. Waumini wa dini ya Kiislamu walimiminika katika misikiti kote nchini na viwanja mbalimbali kwa ibada ya maombi kabla ya kujumuika na ndugu, jamii na marafiki kwa sherehe za Eidul Fitr. Mfungo wa Ramadhan ulikamilika rasmi baada ya kuandama kwa mwezi kuashiria kuwa Waislamu walifunga kwa siku 29 mwaka huu. Ali Hassan Joho, waziri wa madini na uchumi wa baharini, amewarai wa Kenya kuunga serikali. Tuiunge mkono ndio ile siasa ya kwamba watu wanashindana kufa kupona, kwa sababu akishapita mmoja mwingine nyuma hana la msingi la kufanya. So wacha tuunganishe wa Kenya. Mfungo wa Ramadhani ni mojawapo ya nguzo 5 kuu za Uislamu, ambapo Waislamu hufunga, kula na kunywa huku wakiomba. Sherehe hizi hujumuisha mlo wa pamoja wakati familia na marafiki wanapokutana ili kusherehekea na kufurahia matunda ya ibada zao. Wengi hujitoa kwa kutoa misaada kwa wenye uhitaji, kuonesha roho ya ukarimu na mshikamano ndani ya jamii. Salim Mvurya ni waziri wa biashara na uwekezaji. Sherehe ziwe kulingana na dini yetu, zisipite kipimo, na tuendelee kuwajali wale ambao hawajiwezi katika jamii. Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja aliungana na waumini akiwemo mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan kwa ajili ya sala na sherehe za Eid katika mtaa wa Eastleigh hapa Nairobi, akitoa hakikisho kuhusu usalama wa taifa. Ombi yangu ni moja, tuendelee kukufanya pamoja,
tuendelee kuungana pamoja. Tunataka washukuru wananchi, wale wananchi hapa, maana wamechikana na jeshi letu la polisi pamoja, wanatupacha habari ambazo zimetusaidia sana kuona ya kwamba area hii imekaa mzuri. Nchini Kenya, sherehe hizo zilianza kuadhimishwa siku ya Jumapili, huku serikali ikitangaza leo Jumatatu kwa siku ya likizo kuruhusu Waislamu kuhitimisha mwezi wa funga na kuendelea na sherehe zenyewe. Baadhi ya waumini wamesema kuwa kipindi cha Ramadhan kiliwapa nafasi ya kujitathmini, kuimarisha imani yao na kujenga mahusiano mema na wengine. Tumefunga vizuri, tumewahi kuswali tarawih. Tushukuru Mungu, Allah atujazie kila la kheri na aweze kutufikisha inshallah mwaka ujao biidhnillah. Kuna kitu kimoja ambacho nimejionea kwenye hii Ramadhani, yani Ramadhani imekuwa the fastest Ramadhani ambayo sijaiona katika maisha yangu. Sherehe za Eid ziliwapa fursa ya kusherehekea mafanikio hayo na kuanza upya kwa ari na nguvu mpya. Sherehe za Eid ul-Fitr nchini Kenya zilifanyika kwa amani, zikionyesha uzito wa umoja wa kijamii na umuhimu wa maadili katika kujenga taifa lenye mshikamano na maendeleo. Hapa DW tunawaambia Waislamu wote Eid Mubarak. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Naam, Eid Mubarak kutoka DW kama alivyokuambia hapo mwandishi wetu Shisia Wasilwa. Tukitoka Nairobi, Kenya, sasa tufululize hadi nchini Sudan. Kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini humo, Mohamed Hamdan Daglo, alikiri katika hotuba yake kwamba wapiganaji wake wamejiondoa kutoka kwenye mji mkuu Khartoum uliokombolewa na jeshi la Sudan. Nimezungumza na Omar Mutasa, mchambuzi wa siasa, na kwanza nimemuuliza kufukuzwa kwa RSF katika mji mkuu ni mwanzo wa kulitokomeza kundi hilo. Hapa kuna jambo moja ambalo wengi tumekuwa tukijiuliza kwamba sio kufukuzwa, lakini hawa watu wamekuwa wakitoka katika kila sehemu polepole. Jeshi la Sudan linaingia pale kama wapiganaji wa RSF wameshatoka. Maana unakuta hakuna mapigano yanayotokea. Jeshi la Sudan linaingia linapoingia pahala linachukua sehemu, wapiganaji wa RSF hawapo. Kwa hiyo kimtazamo wako unavyojaribu kusema ni kwamba sio kwamba vikosi vya jeshi la Sudan vimeondoa, lakini ni inatokea wakati wenyewe waasi wameshaondoka. Kuondoka kwao, hawa watu wapo sehemu ya Darfur sasa hivi. RSF wamedhibiti sehemu kubwa ya Darfur. Labda naweza kusema kwamba sehemu iliyobakia ni mji tu wa Al-Fashar. Na hapa wengi wanajiuliza nini kitakachotokea ikiwa hawa RSF sasa hivi serikali imechukua Khartoum, mji mkuu wa Khartoum, na hawa RSF na Darfur wanaidhibiti wao kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo hapa sasa hivi watu wanajiuliza nini kinachokwenda kutokea. Wakaishia kuichukua Darfur, RSF huenda wakaamua kusema kwamba Darfur huenda ikawa nchi kama ilivyokuwa Sudan Kusini, kujikata katika Sudan. Haya yote ni masuala ambayo sasa hivi wengi wanayangalia. Hapa Wasudani walioko hapa wakimbizi wengi wamekuwa wakizungumzia swala hilo. Lakini swali kubwa linaloulizwa hapa Bwana Mutasa ni kwamba nguvu mpya ya jeshi la Sudan imetoka wapi baada ya miaka miwili ya kushindwa kumaliza uasi wa wanamgambo wa RSF? Sio nguvu mpya, nguvu ndio ile ile walokuwa nayo tangu sasa hivi tuseme ni miaka miwili. Lakini mpango uliokuwepo, RSF wamekuwa wakiondoka katika maeneo mengi katika mji wa Khartoum. Jeshi la Sudan linaingia, linakuta sehemu hamna jeshi la RSF. Hivi vita vimekuwa vikiendelea kwa takriban miaka miwili. Marekani, Saudi Arabia awali zilijaribu kutafuta suluhu katika mzozo huu. Kwa nini hasa juhudi za upatanishi bado zimeshindwa kufikiwa? Zimeshindwa kufikiwa kwa sababu moja. Hizi nchi zote ulizotaja, Umoja wa Falme wa Nchi za Kiarabu, UAE, Saudi Arabia au Marekani, kila nchi ina maslahi yake. Hili ni jambo ambalo limekuwepo. Na wa Sudan, serikali ya Sudan imekuwa ikilaumu serikali ya Umoja wa Falme wa Kiarabu kwamba ndio wamekuwa wakisaidia RSF. Wakati huo na hawa Saudi Arabia wakilisaidia taifa la serikali ya bwana Abdul Fattah al-Burhan. Kwa hivyo kuna maslahi ndani yake. Kuna swala la dhahabu. Warusi sasa hivi na wao wanataka sehemu ile. Vita vitaendelea. Ni Omar Mutasa, mchambuzi wa siasa, na kama nilivyozungumza naye kuhusiana na mzozo wa Sudan. DW tunavuma kwa kishindo.
tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Usisite kutuandikia maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Tafuta mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube, channel yetu pale tuandikie, na vile vile tuko katika mtandao wa TikTok.